aliguza hiyo kitabu, nami ningependa tukaweze kukiangalia. Tuangalie huyo mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Zakayo. Maandiko yanasema kwamba naye alipoingia Yeriko alipita katikati yake. Huyo ni Yesu. Na tazama balikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Hizo ni sifa za huyo mtu ama sifa za Zakayo. Alikuwa ni mtu mmoja ambaye wa mtoza ushuru, na alikuwa ni mtu ambaye ni tajiri. Ni mtu alikuwa ambaye ako na mali. Ni mtu ambaye alikuwa ako na kichere. Ni mtu alikuwa tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu akamwambia, Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote, wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu na wapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila, na mrudishia mara 4. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kushukuru. Asante kwa sababu ya andiko hili mfalme. Twashuka chini, twapungua ili ukaweze kuongezeka mfalme. Mioyo yetu Bwana ukaisafisha na damu yako ya Calvary Jehova. Ingia katika mioyo yetu ukaseme nasi mfalme, tukaweze kuzaa matunda ambayo yanaofaa katika ufalme wako Jehova. Pokea sifa na heshima katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na atakuamini. Sema amen. Kama vile nilivyotangulia kusema kwamba ili andiko ni neno ambalo limeandikwa ya kwamba Zakayo ni mmoja, alikuwa mtu tajiri, na katika utajiri wake ni mtu ambaye alikuwa ameupata huo utajiri kupitia kwa kutoa ushuru ama mkata ushuru. Mtu ambaye alikuwa ni tax collector, akawa amefanikiwa ama akawa ametajirika kupitia hapo, na akawa ni mtu ambao ni famous. Bwana asifiwe. Na maandiko yanatuambia kwamba Yesu akawa ameingia katika ile kijiji cha Yeriko, akawa amepitia katikati yake. Na huyo mtu wakati ambapo alisikia Yesu anapita ama Yesu anakuja, tunapata kwamba verse 2 inazungumza kwamba 2 and 3 inazungumza kwamba Zakayo alikuwa anatafuta, he wanted to know who is Jesus. Alikuwa anatamani sana na kutaka zaidi kumjua Yesu ni wa namna gani na ni Yesu ni wa aina gani. Bwana asifiwe. Na tunapata kwamba maandiko yanazungumza hapo chini, nasema kwamba ilikuwa ngumu yeye kuona kwa sababu alikuwa mfupi na kulikuwa na watu wengi, akashindwa kuona huyu Yesu ni wa aina gani. Lakini chini yake inarudi nasema kwamba alitangulia mbio mbele, akaenda akapanda juu ya mti ili aweze kuona huyu Yesu, amuone tu. Lengo lake ni amuone tu, lakini hii kumuona kwake hakuchua ya kwamba verse 10 inamuunganisha, inamuleta katika lile tamanio lake. Bwana Yesu asifiwe.
tamanio la Zakayo ilikuwa aone Yesu ni wa namna gani. Lakini verse 10 inasema nini? Verse 10 inasema kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo chapter kutoka verse 1 hadi verse 10 inaunganishwa hapo na inapata jibu pale kwa verse 10. Zakayo alikuwa anataka kumuona na kumjua Yesu ni wa namna gani, kwa sababu amesikia bali yake, anasikianga kumuhusu kuna Yesu anafanya, anatenda, but hajawahi kumuona. Hajawahi pata nafasi ya kuinteract na yeye. Hajawahi pata nafasi ya kukaa na yeye. Lakini verse 10 inakamilisha hiyo story ya kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta kile kilichopotea na kukirudisha katika ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja kutafuta kile kilifanya nini? Kilichopotea na kukirudisha katika ufalme. Bwana asifiwe. Unapata kwamba alipotangulia mbio mbele, sasa kuna mahali ambapo unasauliza, je, yeye mwenyewe ndiye alikuwa mfupi? Lakini we want to learn as an example ya Zakayo. Yes, of course alikuwa mfupi na kulikuwa na watu wengi, lakini hakukosa plan B, hakukosa next option. Alikimbia mbio, akaona kuna mti mbele, akaenda akapanda. Yesu alipofika pale alitazama juu, kwa sababu lengo la Yesu alikuja kutafuta kile kilipotea akirudishe. Bwana Yesu asifiwe. Hangepita pale, akafika pale na akamwambia Zakayo, shuka, leo hii imenipasa. Huyo ni Yesu anakiri, anasema shuka kutoka hapo juu, leo hii imenipasa mimi niingie katika nyumbani mwako. Wokovu umekaribishwa, wokovu umeingia katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao walikuwa wameaccompany Yesu katika barabara ama katika msafara, walipoona ya kwamba ameingia katika nyumba ya Zakayo. Zakayo ni mtu ambaye alikuwa anajulikana ni mwenye dhambi. Hebu angalia hiyo fasi hapa chini. Inasema kwamba walipoona ameingia kwa Zakayo, ameingia kwa mwenye dhambi, walianza kunungunika zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Walianza kufanya nini? Kunungunika. It is because Yesu ameingia katika nyumba ya mwenye dhambi. Na hapo ndipo tunaambiwa kwamba Yesu alikuja kutafuta kile ambacho kilikuwa kimepotea. Zakayo alikuwa amepotea. Zakayo alikuwa mwenye dhambi. Yes, of course, hatuwezi kataa. Alikuwa mwenye dhambi. Lakini leo hii wokovu umeingia. Mbona muanze kunungunika wakati mtu ameokoka? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu ameanza kufanya kazi katika madhabahu, wakati mtu ambaye ameokolewa ameanza kuchukua microphone, ameanza kusifu, mbona mnaanza kunungunika? Amjui ya kwamba wokovu umeingia katika moyoni mwake? Bwana Yesu asifiwe. Nini imemfanya? Ule tunamjua. Haijalishi vile ambavyo wanakujua, haijalishi vile ambavyo wanadamu wanakujua, what matters, the salvation of the Lord iingie katika moyoni mwako. Hiyo ndio maana peke yake, hiyo ndio ya maana peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yes, haijalishi vile wanavyokujua, maana wanasema kwamba ameingia kwa mwenye dhambi, wakaanza kunungunika. Lakini hapa kitu ambacho kinanifurahisha, Yesu anasimama kumtetea. Hatujaoneshwa mtu mwingine anatetea Zakayo, ila tu Yesu ndiye anasimama anamtetea. Anasema leo hii wokovu umeingia hapa. Huyu ni mmoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Everini, usitarajie mtu rafiki yako, kazini yako akutetee. Yule ambaye anayekutetea peke yake ni mwana wa Mungu aliye juu mbinguni. Watakukecheli, watakusema, watakudhiaki, lakini Yesu ako pande yako. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atakuwa sehemu yako. Walisema ameingia kwa mwenye dhambi.
Lakini angalia the desire. Sijui, unajua Yesu atakutetea wakati ambapo atajua desire yako ni gani. Na ndio maana asubuhi nikatangulia mapema hapa, nimetangulia kusema watu wabarikiwe sana wale ambao wako na mzigo wa kufanya kazi, wako na mzigo kuhakikisha kazi ya Mungu imefanyika. Hiyo ndio kitu ambacho Mungu atasimama na akutetee. Wewe ambaye ndani mwako uko na desire, uko na tamanio ya kuhakikisha ufalme wa Mungu umeendelea, ufalme wa Mungu umelejea katika hali yake ya kawaida. Wewe ndiye Bwana anasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana hatasimama na wewe ambaye unapinga kazi yake. Unapiga watu na maneno, unatusi, umechawa na masengenyo, umechawa na kutosamehe. God will not be on your side, never and ever. Bwana Yesu asifiwe. Hapa chini anasema kwamba Zakayo akasimama. Verse 7 inasema kwamba, verse 7 inasema hata watu walipoona walinungunika wote wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Hiyo ni Amos. Nani yule aliambiwa akawa hapa, akaambia ndio hiyo bibi. Yes. Oyara ameoka hapa. Mtakataka kuja kwa Oyara. Yeye ameokoka. Bwana asifiwe. Elisha. Kamurembo ka Elisha kanalewa kakisema wewe na kujua. Ako nikaelisha ameambiwa awe. Sasa aliambiwa kafika umri wa kuwa, akaambiwa sasa baba nipe mke. Kaambiwa mke aenda uone ndio ule ako pale. Hizi virabu zinaitangwa aje? Kuna yote mnajua hapa? Yote nione ngapi wanajua virabu hapa? Bwana asifiwe. Enda pale umuone. Anapata mtu pale, nachukua Elisha. Niruhusu nikutumie tu. Nachukua kama mlembo pale. Elisha anakuja kanisa, akaendi kanisa. Kanaamukia kutoa roko. Mnajua kutoa roko ni kusema nini? Kanaamukia kutoa roko. Kakitoa roko, Elisha akirudi nyumbani akifikiria kuna chai imepikwa, anapata ni roki iko kwa meza. Ambia hata wewe msae onja hiyo. Sasa namuuliza swali, ni onja hii na mimi ni mtumishi wa Mungu, onja hiyo. Na anamwambia usinilete. Na ni mke wake. Bwana asifiwe. So, hawa walipoona ameingia kwa mwenye dhambi, wakanungunika, wakakasirika. Vile nimesema tutumie Elisha kwamba akioa mlevi tutaanza kukasirika. Hapa tutaanza kukasirika. Nini ila ameoa? Nini ila amelete? Alianguka. Ameanguka, asiguse keyboard, asiguse gitaa, asikanyage madhabahu. Bwana asifiwe. Na ile hali Yesu anasema verse 10 ya kwamba alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea akirudishe kwenye sisi. Bwana asifiwe. Amekuja kutafuta. Sisi tunajifanya wokovu na tumechawa na masengenyo na tumechawa na vitina. Bwana asifiwe. Yesu atakuja kwetu sisi ambao tumeokoka atatuko starehe. No. Anatembea na wale ambao wataokoka. Ule kahaba alitoa mafuta ambaye ni ya gharama zaidi, akampaka Yesu, akamuosha kwanza na machozi, alafu akaleta mafuta akampaka. Wakaanza kusema hiyo mafuta wacha tuuze, tugawie. Yani they are after money. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu. Sisi tumeokoka zaidi. Bwana asifiwe. Yesu alikuja kutafuta kile ambacho Oyaro siku hizi anatembea na wenye futa pangi. Ndio natembea na wao kwa sababu hao ndio tunarudisha wale ambao wamepotea, tunawarudisha hapa kwenye sisi. Bwana asifiwe. Wewe unatembea na nani? Na sister fulani ambaye ni muimbaji. Unatembea na ndugu fulani ambaye nimecheza keyboard. Wokovu tu. Tumechawa na malingo hata tusalimiane sisi tumeokoka tukipatana kwa barabara, si ndio? Tunasalimiana kweli kwa barabara?
Tunasalimiana kweli na wapendwa wengine hatuwezi salimiana, lakini walevi paka wanapeana kifua. Lakini sisi tunapitana tu, unasema hata niona, hata ni vizuri, hata niona. Napita tukapisa, hata niona. Lakini walevi wakapa hawana aibu, wanaitana wewe ndio natafuta bwana. Wanatafutana, wanasalimiana, lakini sisi acha niona, si ndio? Acha apite tu, acha aende. Hata nisumbua tu. Bwana sifiwe. Yes, that is the language we normally use as a Christian. Sisi ndio wananungunika wakiwa na mfalme Yesu akiwa na wao, na wao wanajua Yesu vizuri sana. Lakini hapa kuna mtu mmoja amejitokeza ambaye amekuwa akitamani kujua Yesu asimjue. Ametamani kumuona huyu Yesu asimuone. Lakini leo hii wokovu umeingia kwake na bado wananungunika. Surely kwani lengo lao ni yeye angamie? Bwana Yesu asifiwe. Lengo lao ni yeye angamie. Kwani lengo letu ni sisi wale ambao walevi wakufe? Sisi lengo letu ni wale ambao makahaba waangamie, wateketeswe. Bwana asifiwe. What is your target today? Lengo lako ni lipi? Lengo lako ni lipi? Bwana Yesu asifiwe. Lengo lako ni lipi? Maana Zakayo lengo lake ilikuwa amjue Yesu. Lengo lake ni amuone Yesu. Ni wa aina gani? Sisi kama Wakristo lengo letu ni lipi? Nia yetu ni gani katika maisha yetu tunaokaa? Bwana Yesu asifiwe. Tunapokuja kanisani day and night, tunapofanya hata kesha, tamanio letu kutoka ndani ya mioyo yetu ni ipi? Ni ipi? Hapa tumesoma one person ambao ni Zakayo. Hatutambiwa chochote. Tumeambiwa alikuwa tajiri, si maskini. Lakini tumeambiwa kwamba yeye alikuwa anatamani kumjua Yesu. Bwana Yesu. Lakini asiweze kwa sababu ni mfupi na watu ni wengi. Lakini akapata plan B ya kukimbia mbio na kwenda kupanda juu ya mkuyu ili aweze kumuona. Yesu alipofika pale wakapata kupatana na yeye na akamwambia shuka kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unaamuka asubuhi kila siku, Monday to Monday, ndani yako tamanio lako ni lipi katika maisha yako? Katika hii kazi ya Mungu ni ipi? Ni ipi? Wewe mwenyewe unatamani kufanya nini katika ufalme? Unatamani kufanya nini katika ufalme? What is your target? Lengo lako ni lipi? Haja yako ni gani? Maswali ni mingi sana. Haja yako ni gani? Ni gani katika maisha ya wokovu? Hapa tunapata kwamba Zakayo akamwambia kwamba Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini, na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara 4. Nusu ya mali yangu nawapa maskini, na kama kuna mtu nimenyang'anya kitu. Kuna watu wamenyang'anya wengine paka proti, na kwa nini tunasema proti ni yake? Amena amefoji hata title deed. Anasema kwamba kama kuna mtu nimenyang'anya mali zake kwa ila namrudishia mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Nusu yake kwanza anagawa ile ambaye ni yake, lakini kama kuna mtu amenyang'anya, alikuwa anajua ni mnyang'anyi. Hapa tumechawa Wakristo ni wokovu, hata tumenyang'anyana na hatustuki. Lakini amesimama mbele ya Yesu akisema kama kuna mtu nimenyang'anya hapa. Ni wangapi wamenyang'anyana hapa? Haleluya. Hapa kumeokoka watu wote. Amen. Kama kuna mtu nimenyang'anya namrudishia mara 4. Lakini sasa sisi tunanyang'anya. Si kuna mtu alikurudishia ile 1000? Kurudisha 500 ilirudi. Bwana sifiwe. Hapa amesimama akisema kama kuna mtu nimenyang'anya namrudishia. Kwa sababu gani? Asapata the souls, asapata the blessings, asapata salvation, asapata mwangaza,
amejua hizo mali zinatoka wapi. So kama kuna kitu ako nacho cha wengine anarudisha. Mungu awasaidie mchana wa leo. Kama kuna kitu umechukua cha watu, rudisha, kwa sababu kuna mwangaza, kuna anayepeana na ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Anayepeana ni Yesu Kristo. Anasimama anasema mbele ya Mungu. Mungu akiwa, Yesu akiwa hapo na mbele ya umati wa watu, akiwaambia kwamba leo hii nawarudishia nusu ya mali yangu. Leo hii nawarudishia nusu ya mali yangu. Na kama kuna mtu ambaye nimechukua yake, namrudishia mara 4. Bwana asifiwe. Mara 4. Kama alikuwa amechukua 500, sasa si anarudisha 2000. Kama alikuwa amechukua 1000, si anarudisha 4000. Ina saa. Si ndio? Opo hapa hakuna mtu amenyang'anyana. Hapa watu wote ni wokovu. Si ndio? Sio umenyang'anyana hapa, hata huko kwa mashambani, huko nyumbani, kwa mafamilia sikwende whatever. Unaweza kuwa umechukua kitu ukasema ukaiita yako na ikawa yako. Hiyo ndio kunyang'anyana. Ikawa yako na ikawa yako. Hiyo ndio kufanya nini? Watu wanasongeza paka hii inaitwa hii boundary. Hii boundary ya shamba hii ya proti anasongeza ndani miguu 2 ama 3 na anakunyang'anya hivyo. Inakuwa yake, anaita yake, anaanza kupanda vitu na analima. Hiyo ndio kunyang'anyana. Lakini hapa amesimama anasema narudisha, nitarudisha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuwe na hiyo roho ambayo ilimuingia Zakayo ya kwamba nitarudisha, nitagawa chochote ambacho nimechukua, narudisha. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudisha tutapata wokovu, tukirudisha tutapata restoration, tukirudisha tutapata kuinuliwa, tukirudisha tutapata njia mpya ambaye ni Yesu Ukristo aliye juu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukirudisha chochote ambacho tumechukua kwa hila, chochote ambacho tumenyang'anyana, tukirudisha wapendwa. We learn this as an example for us. Tumeambiwa hapa asubuhi ya kwamba agano la kale linakaa kama kivuli ambacho cha maneno ambayo inafanyika sasa hizi. Bwana asifiwe. Sasa hiyo maneno inafanyika kwetu sisi sasa. Sasa Zakayo hayuko, walinyang'anyana hiyo wakati. Sasa tunasoma saa hii kuna watu ambao teliri sasa. Unajua sado ni kivuli, lakini hapo kuna teliri person ambaye ameleta hiyo kivuli. Sasa hapa ni sisi, tuko hapa. Amen. Sisi ndio tuko hapa sasa. Sasa hakuna kivuli. Kivuli sasa ni hii andiko ambayo tulikuwa tumesomewa kutoka nyuma. Yale mambo ambayo yalikuwa yanatendeka sasa ni the real people. We are here. Bwana asifiwe. Ambao mambo inatendeka tukiwa. Ukisoma hili andiko linakufunulia vizuri sana vile mambo huwa ilikuwa inafanyika. Watoza ushuru ndio hao tunawaita saa hii KRA. Si ndio hiyo? Revenue Authority hizo. Kenya Revenue Authority. Hao ndio wana tax collectors. Hiyo unasikianga after 1 year unarudisha returns. After 1 year unarudisha returns. Au wenye wanatoa ushuru hata kwa maduka every year unakata sijui ni 1000 ngapi. Kwa town huku ukiweka kazi wako hapo, ukiweka wapi wako, gari ndio hiyo kwa barabara sijui hauna sticker hauna nini. Hizo ndio kazi. Zilikuwa Zakayo. He was one of the tax collectors. Na alikuwa tajiri. So meaning tax collectors ni watu matajiri. Ni watu matajiri. Bwana asifiwe. Yes. Lakini utajiri yao umekuja umeona kwamba ingine ilikuwa ya kunyang'anyana. They are not transparency. So kuna kitu tunajifundisha hapa. Hata kazi unayoifanya, angalia ni kazi ambayo imebarikiwa ama ni kazi ya inaitwa aje? Ni corruption ama ni ya nini? Ya kunyang'anyana. Hiyo pesa unapata ni halali. Bwana asifiwe. Pesa yenye unapata ni halali katika kazi unaofanya. Bwana asifiwe. Yes. Unajua, for example, natumia an example kama mimi sasa kazi ninayoifanya mimi. I'm not a tax collector but I'm a business person. On one way or the other. Nikinunua mzigo naipigia hesabu. Nimenunua hii mzigo.
cost maybe 30k. Everything, paka expenses and whatever, pesa yenye nimetumia paka kwa barabara. You include that. Unaiweka pale. Nikikuja najua hii mzigo nitamaliza maybe 1 week nayo. Na mimi naweka pesa yangu pale. So nikikwambia hii mzigo ni ya pesa fulani, sitataka wakati ambapo nimekuhusia wewe hii pesa, mwingine akikuja nimuhusie bei tofauti, nimenyang'anyana. Kama nimesettle, nimefigure hii nitauza hii bei, kwa sababu hapo ndio kuna pesa yangu, ile ya chai nilikunywa, ile transport nilitumia, nikalipa watu wa tax collectors, nikafanya hivyo, inatoka hiyo pesa. Sasa watu wote nitawauzia bei moja. Nikirudi niuze bei nyingine tofauti kana na venye nauzia ule, wewe nikuuzie bei juu, nimekunyang'anya. Nitakuwa nimekunyang'anya. So yafaa nikurudishie 4 times. Kuna mtu ninyang'anya hapa? Haleluya, Bwana asifiwe. So unapata kwamba kazi yake alikuwa ni tax collector, na maandiko yanasema hapo verse 9, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Umeona, kutoka asubuhi tumekuwa tukihubiriwa Abraham. Tumeambiwa hapa huyu ni mmoja wa wana wa Abraham. Sasa wewe ambao unakataa, utaki kuinteract na walevi, kwani huyo si wa Abraham? Akiokoka akuja afae suti, si unamuita ndugu? Ama akiokoka afae dress, so utaanza kuitamani useme hii dress inatoka pesa ngapi? Si ndio? Yes, ni mmoja wa nyumba ya Abrahamu. Bwana asifiwe. Yes. Wokovu ikiingia ina change mtu, inabadilisha mtu. Wakati ambapo ulimpokea Yesu ulibadilika. Wakati ambapo sikuwa nimempokea Yesu nilikuwa oyaro mwingine, lakini wakati nilipata Yesu nika-change, nikawa mmoja wa nyumba ya Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe. The same can surprise to you. Wakati ambapo ulikuwa katika ile ulimwengu mwingine, ulikuwa huyo mwingine, lakini bado ulikuwa wa Abrahamu. Isipokuwa yale matendo ulikuwa unafanya. Kama Zakayo alikuwa mtoza ushuru na alikuwa ananyang'anyana bado, lakini alikuwa one of the Abraham's family, the generation ya Abrahamu. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ilivyo hata sisi. Hata mimi nilikuwa mwenye dhambi, nilikuwa nafanya vituko na sarakazi, lakini nilikuwa mmoja wa Abrahamu, the family. Nilipookoka sasa hiyo unaniita Pastor Yaro, kwa sababu nimevaa suti, si ndio? Na kama ningekuwa nakunywa pombe nikiingia kwa hiyo mlango, si mnanifukuza? Mnataka niingie? It is because mnaniweka nje sababu mimi si mmoja wa familia. Mnaniona kama mtu mwingine, mnaanza kunungunika. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu sasa niliokoka, nikawa kama wanafunzi wa Yesu walioandamana na Yesu. Yesu alipoingia kwa Zakayo wakaanza kunungunika, ni kwa sababu hawakuwa wanajua the secret. Hawakuwa wanajua the target ya Yesu amekuja kufanya nini katika duniani. Bwana Yesu asifiwe. Target ya Yesu alikuja kufanya nini katika duniani? Ukisoma Matthew chapter 15 verse 24. Matthew 15:24. Inasema nini? Matthew 15:24. Inasema hivi. Matthew 15:24 inasema akajibu, acha tuanze verse 23. 21. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Na wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kuna mwanamke
ambaye ni Mkananayo, msichana yake ama mtoto wake amepagawa na pepo, akakuta akimulilia Bwana, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, unirehemu. Lakini hapa Yesu hakuongea kitu. Lakini hapa kuna watu ambao wako na kimbelembele, wa Kristo wako na kimbelembele, wakakuja wakamwambia mwache aende, anatupigia kelele sana. Seriously, na kuna shida, na amesema mwana wa Daudi unirehemu. The cry ya huyu Mkananayo ilikuwa ni kilio cha deliverance, ilikuwa ni kilio cha ukombozi ya mwanae aache kupagawa na pepo. Na ndiposa Yesu verse 24 anasema kwamba nilikuja kwa watu ambao wamepotea, nilikuja kwa kondoo ambayo imepotea, hiyo imepagawa na pepo, ndio nilikuja kutoa pepo. Bwana Yesu asifiwe. Sichakuja kwenye starehe ambayo mnasema ati anatupigia kelele. Kwani wewe kama utaki kupigiwa kelele, si uondoke na uende ukae peke yako? Unajua mtu akisikia kuna kelele aende achenge kwake, akae kwake starehe. Bwana asifiwe. Yes. Utaki kelele, unataka ustaarabu. Hao wanafunzi walikuwa ni kama walikuwa wanapenda ustaarabu, walikuwa wanapenda starehe. Hawakujua kwamba Yesu anaenda kuacha responsibilities kwao, watoe mapepo hiyo yenye inapiga sauti. Hawakujua. Kumbe Yesu wako akiendelea kuwa train. Wapendwa, tukifanya kazi tukiwa ina training ya kwamba kuna siku utawachwa ufanye hiyo kazi. Lakini wewe unaona ni kelele unapigiwa. Ukiambiwa amuka mapema ukuche kanisa unaona ni kelele. Ukiambiwa kucha fanya PCT unaona ni kelele. But there is a time ambaye Yesu amewambia kwamba nilikuja kutafuta kile ambacho kilipotea, ili nikirudishe katika zizi la kondoo la Baba. Bwana Yesu asifiwe. That is the target ya Mungu. Lengo la Mungu, nia ya Yesu kusaliwa hapa duniani. Hakukuja kukula mikate, hakukuja kukunywa chai, hakukuja kuenda na gari. Alikuja kutafuta kile ambacho kilipotea. Wapendwa, wakati ambapo utakaochua your target, your purpose katika wokovu, nakwambia utapokea baraka zako. Utakutana na baraka zako. Utafika mahali ambapo ulikuwa unastahili kufika. Wakati ambapo utachua kile ambacho kimekuleta kanisani. Ukichua kile ambacho kilikuokoa na kikakuleta hapa kanisani. Akaambiwa wokovu leo umefika katika nyumba yako. Wewe wokovu ulifika kwako lini? Uliokoka lini? Zakayo aliambiwa wokovu leo umefika katika nyumba yako. Wewe wokovu ulifika kwako lini? Bwana Yesu asifiwe. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Mtu ukiri, uamini kwa moyo. Mtu anakiri, anaamini, anapokea nini? Anapokea salvation. Hapa amekiri, amesema leo nimetoa yote. Huyo ni Zakayo, amekiri na akaamini, akachukua toa imani. Tulikuwa tunahubiriwa kutoka asubuhi, lazima tukue na imani ya kwamba amepeana mali zake, amebaki hivyo. Tuliambiwa asubuhi hapa unaweza kuwa na mali, kumbe hiyo mali sio hiyo ndio yafaa ukue nayo. Ile mzigo naleta pale, kumbe hiyo sio Mungu anataka nikue nayo. Anataka nipeane nibaki hivyo, niende mahali nyingine. Bwana asifiwe. Amepeana mali zake amepeana nusu. Anakaa kwa vitu zake. Amekili. Kwa sababu wokovu umefanya nini? Wokovu umefika. Maandiko yanasema kwamba Revelation chapter 4 chapter 21 verse 4. Yesu anasimama kwenye lango, anapisha. Yeyote ambaye anayesikia afungue, anapokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Jiulize, tangu upokee Yesu, tangu umpokee huyu Yesu, unafanya nini? Ni kipi umefanya? Ni kipi umefanya katika salvation? Jiulize tu. Una mzigo gani ambao umepepa katika wokovu? Bwana asifiwe. Sababu huyu alisema kwamba tamanio lake alikuwa anataka kujua Yesu. Wapendwa, wakati ambapo utakapotaka kujua huyu Yesu, wakati ambapo unataka kujua huyu Yesu, you will never be the same again. You will never be the same again. Zakayo alirudi akachange, akawa mtu tofauti wakati ambapo alijua Yesu, wakati alikutana na Yesu, wakati fellowship. Maana Yesu alirudi akapeleka fellowship
kwa nyumba ya Zakayo. Karibisha fellowship ya Mungu katika moyo wako wapendwa. Let us welcome fellowship of God katika mioyo yetu. You will never be the same. You will never and ever be the same again. Alipotaka kujua na Mungu akaona hilo tamanio, hakurudi kuwa mtu wa kawaida, alichange. Mungu atakapoona tamanio lako na umkaribishe, utakuwa mtu wa kawaida. Bwana asifiwe. Tutafute huyu Yesu kwanza. Tutafute huyu Yesu kwanza kumjua. Hapo amesema mwanzo kwamba alitafuta kutaka kumjua. Na ndio maana tunaambiwa Matthew 6:33 ya kwamba tutafuteni ufalme wa Mungu kwanza. Yeye alitafuta kumjua kwanza. Sisi tulitangulia kutafuta mali kwanza. Ulitangulia kufanya sarakasi kwanza. Lakini sasa imefika wakati yafaa urudi. Anza kutamani kwanza, kutaka kujua huyu Yesu. Haujafanikiwa, it is because ndani mwako kwanza hakuna hiyo tamanio. Hakuna hiyo tamanio ya kutaka kumuona Yesu, ya kutaka kumuona Yesu. Utakapomuona Yesu, you will never be the same. Bwana Yesu asifiwe. Utakapo kumuona Yesu, you will never ever be the same again. Alitamani kumuona Yesu. Na hiyo tamani kumuona Yesu, Yesu alishuka. Wakati wapendo tutakapotaka kumuona Yesu, atashuka mwenyewe. Hata tumana anakuja mwenyewe. Yesu alikutana naye. Na ujue katika ile njia aliyoipitia, hiyo ndio njia Yesu alipitia. Alijua sio njia zote utakapokutana na Yesu, sio njia zote utakazokutana na muujiza wako. Kuna njia zingine za kukupeleka hapo kwingine. Tunaelewana? Kuna njia zingine zinakupeleka. Anasema aje hapa verse 1. Verse 1. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa anatafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Unaona hiyo njia. Verse 4 inasema akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Wapendwa, ni njia gani saa hii unapitia? Ni njia gani uko? Ni njia ambayo uko na hakika ya kwamba Yesu anapitia? Ni njia ambayo uko na hakika ya kwamba hii njia hapa Yesu wako? Uko katika njia gani? Sababu Zakayo, umeona, ametangulia mbele akijua Yesu anakuja kupitia hapo. Tukaambiwa asubuhi njia zetu si kama zamu. Ukisoma Isaiah 55. Isaiah 55 inasema nini? Isaiah 55 verse 8. Verse 8 inasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu sio njia zangu, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Njia za Bwana sio njia zetu. Mawazo ya Bwana sio mawazo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Zakayo alipita pale, akaenda akatangulia mbio na akapanda juu ya mkuyu, akijua Yesu anapitia wapi? Katika njia ile. Njia zetu wapendwa, wacha tuhakikishe ni njia ambazo Mungu anapitia. Njia yenye Mungu anapitia. Tukimbie mbele mbio, tuombe Mungu, tusome neno. Hiyo ndio njia ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tukitangulia kuomba, tunyenyekee, tuombe Mungu, tusome neno, tumwabudu. Hiyo ndio njia ya Mungu anapitianga. Ananga njia nyingine. Ako katika njia ya kuomba, ako katika njia ile ya kuabudu, ako katika njia ya neno lake, ako katika njia ya kusifu. Hiyo ndio njia Mungu anapitia. Bwana Yesu asifiwe. Na njia ya Mungu wapendwa, akisema amekubariki, si unaanza kudoubt. Akisema amekubariki, anza kusema wewe umebarikiwa.
Kuwa mtu ambaye umebarikiwa. Wacha kuwa na doubt. Mawazo yake si kama mawazo yetu. Sisi tunafikiria tumelaaniwa kutoka nyumbani kwetu. Bure kukali kufa alikufa na baraka zako. Hivyo ndivyo tunafikiria hapo. Lakini Mungu yeye amesema ako na mawazo mema juu ya maisha yako. Siuanze kufikiria hivyo. Vile Mungu ako na mawazo mema juu ya maisha yako, wacha kuwa na mawazo ya kwamba unaona yule mtu aligongangwa na nini? Huyo ndiye alikuwa amebeba baraka zangu. Shindwe hiyo. Mungu mawazo yake ako na mawazo mema juu ya maisha yako. Bwana asifiwe. Yes. Bwana asifiwe. Yes. Let us forsake our ways. Tukue na njia za Bwana katika maisha yetu. Tupitie njia ambaye tuna hakika ya kwamba Mungu anapitia pale. Amen. Yes. Zakayo alikuwa katika ile njia na Mungu akapitia pale. Njia yenye Mungu anapitia nimekuhakikishia kwamba ni katika maombi. Ni kutii katika maombi, kuabudu na kusifu. Bwana asifiwe. Sababu yeye ndani mwake alikuwa amejitolea. Alikuwa amejitolea kutaka kujua. Alikuwa ameacha kiburi. Ili alikuwa anasikia kwamba kuna Yesu, lakini sasa aliacha kiburi. Akaanza kutaka kujua. Akaanza kutaka kujua Yesu. Wapendwa, jua yule mtu ambaye unaweka uhusiano na yeye, ambaye ni Yesu Kristo. Akishuka aingie katika nyumba yako, kuna baraka mingi sana ambazo zinabadilika. Zinashuka katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kuna baraka mingi sana. Sababu njia ambayo unapitia mpendwa, angalia ni ya kukupoteza ama ni ya kukuweka katika baraka zako. Njia ambayo unapitia uiangalie sana. Ni ya kukupoteza ama ni ya kukupeleka katika baraka zako. Utapita njia ambayo mwishowe utakuja kuregret baadaye. I wish I knew. I wish ningesikia kile ambaye pastor alikuwa anahubiri. I wish ningeanzisha na wengine. I wish ningeomba. I wish ningefanya hivi. I wish ningekuwa katika ushirika. Usikuje kuregret baadaye. Fuata njia ya Bwana. Njia zetu zinatupeleka wapi? Tuliambiwa asubuhi, Proverbs chapter 40 verse 12, zinatupeleka wapi? Kwa maangamizi. Lakini njia za Bwana zinatupeleka katika njia mzuri. Bwana asifiwe. Yes. Tuache kuona ya kwamba tunafuata utaratibu unaofaa. Tunajidanganya. 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 So from today, henceforth, zikiza moyo wako. Jua moyo wako. Unatamani kujua nini? Lengo lako ni lipi katika moyo wako, katika hii safari ya wokovu? Unataka kuwe na example kama Zakayo, aliyetaka kujua Yesu, aliyetaka kumuona Yesu. Kutaka kumuona Yesu, maisha yake yalibadilika. Wapendwa, wakati tutakapotaka kuona Yesu, tutakapotaka kuwa na ushirika na Yesu, maisha yetu yabadilika. Maisha yetu yatabadilika. Yesu ataingia katika nyumba zetu. Majirani watanungunika, lakini hakuna kitu watatufanya. Yeah? Majirani watalalamika, lakini hakuna kitu watakufanya, kwa sababu Yesu ako pande yetu. Yesu alikuwa pande ya Zakayo. Hakuwa upande hata ya wanafunzi. Ndio maana akamalizia tena akasema kwamba alikuja kutafuta kenye kilipotea. Utakapokaribisha Yesu, atakuwa pande yako. Waseme wasiseme, waongee wasiongee, already Yesu amesimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Beta Yesu asimame na wewe kuliko hawa wengine. Kuliko hawa wengine. Yesu asimame na wewe. Yesu alimwambia leo hii wokovu umeingia katika nyumba yako. Ni ujumbe gani unataka Yesu aachilie kwa maisha yako? Aliachilia ujumbe kwa Zakayo kwamba leo hii shuka,
leo hii nataka kuingia katika nyumba yako, na wokovu umeingia katika nyumba yako. Wewe unataka Mungu aachilie nini katika maisha yako? Unataka Mungu atamuke nini katika maisha yako? Ushindi umeonekana katika maisha yako. Kile ambacho ulikuwa unatamani kimefanyika katika maisha yako. Kile ambacho ulikuwa unataka kifunguke kimefunguliwa katika maisha yako. Ile ugonjwa ulikuwa unataka ishe imeisha katika maisha yako, kwa sababu leo hii wokovu umeingia katika moyo wako. Mungu amefeast, amekutembelea katika nyumba yako. Kubali kutembelewa na Mungu. Aliingia katika nyumba ya Zakayo. Ni wangapi wanataka Mungu aingie katika nyumba zao mchana wa leo? Amen. Mungu awabariki sana. Kubali Mungu aingie katika nyumba yako. Shuka kutoka hapo. Yesu akamwambia kwamba shuka kutoka hapo. Leo hii nataka kuingia katika nyumba yako. Kucha tuende katika nyumba yako. Shuka kutoka penye uko hapo penye uko, hapo penye unafikiria, hiyo kiburi uko nayo, hiyo masengenyo uko nayo, hiyo dharau uko nayo, toka hapo. Hiyo ni kichwa ngumu kama nini? Hiyo roho ngumu uko nayo, toka hapo penye uko, shuka chini. Wapendwa, let us be humble. Tushuke chini, tunyenyekee, Mungu aingie. Tukishuka chini kutoka penye tuko, kuna mahali tuko wapendwa, kuna mahali tumepanda. Tuko katika mahali juu ya kiburi, tuko juu ya masengenyo, tuko juu ya kutosamehe, tumejawa na kutosamehe. Shuka kutoka hapo, toka hapo. Ukitaka Mungu aingie katika nyumba yako, afanye fellowship, toka hapo. Achilia kenye umepepa, achilia kila umepepa. Sijui, lakini wewe kuna kitu ambacho umepepa. Uachilia, wacha Mungu aingie. Mungu apate nafasi ya kuingia katika moyo wako. Apate nafasi. Sio nyumba ya Zakayo sasa. Nyumba ni moyo wako wewe mwenyewe sasa. Mungu anataka kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Usitarajie Mungu aingie katika ile machengo ambayo umechenga. Wengine tuna rent. Sio hiyo. Ni hapa ndani ya mioyo yetu ndiye anataka kuingia. But hawezi akaingia wewe mwenyewe as an individual, uko mahali fulani juu. Lazima ushuke ndiye aweze kuingia ndani ya moyo wako. Lazima ushuke kutoka hapo ndiye aingie wapi? Katika hapa. Akiingia hapa katika moyo wako, you will see the changes, you will see the blessings. Utakuwa relieved, utafunguka, utaachilia kile ambacho umenyang'anyana, utaachilia na utagawa baraka zile ambazo uko nazo. Ile mali uko nayo utagawa, baraka utapeana. Bwana asifiwe. Amen. Utakuwa mtu ambaye ni talkative. Alichawa na furaha, akaruka, akasimama, akasema leo hii nitapeana. Unashindwa kuongea kwa sababu already umenaswa mahali fulani. Umenaswa na mtego, umenaswa na maroho fulani, umenaswa na vitu kadhaa, umenaswa na ushirikina, umenaswa na uchawi fulani. Inakuzuia wewe kuchangamka. Napeana baraka zangu leo hii, nashirikiana na watu ambao wako hapa. Bwana asifiwe. Uitanishwe na nyumba ya Abrahamu. Unakosa kuitanishwa wapendwa. Unakosa kuitanishwa na nyumba ya Abrahamu kwa sababu ya kiburi. Unakosa kuitanishwa na nyumba ya Abrahamu kwa sababu ya majivuno. Hiyo ambayo uko nayo, hiyo roho ambayo umepepa, unakosa kuitanishwa na nyumba ya Abraham. Abraham aliyetii, wewe unakosa kutii kukuja ushirika, unakosa kutii kufanya kazi katika nyumba ya Mungu. Abraham alitii, akaambiwa ondoka kwa watu wenyu, hapo ndipo nitakubariki, hapo ndipo nitakuonesha mahali ambapo nitakupatia. Mungu anakosa kukuonesha penye atakupatia, anakosa kukuonesha baraka zako, ni kwa sababu umekosa kutii, umekosa kuachilia kile ambacho umeshikilia.
kale ka miungu ambayo umeshikilia, kale ka miungu ambayo umekatalia, umekosa kukaachilia, na Mungu hawezi kukuonesha. Utakapoachilia na utii na utoke. Zakayo alitii, akaitwa shuka. Leo inaingia kwenye nyumba yako, akatii, akashuka, akafanya action ya kuenda katika nyumba yake. Abraham alitii, alipoitwa akatoka, akaenda. Wewe tii, toka na uende. Bwana asifiwe. Tii na utoke, ndio ukutane na baraka zako. Utashinda hapo bila baraka, utashinda hapo bila mafanikio, utashinda hapo bila kufaulu, utashinda hapo. Mwaka kucha, mwaka nenda, mwaka hiyo ingine, bado uko pale. It is because umekataa kutii na kuachilia. Nono, ukiachilia ni kama utafirisika. Achilia ufirisike, Mungu akuinue once. Achilia ufirisike, Mungu akuinue once. Bwana Yesu asifiwe. Achilia ufirisike, Mungu akuinue once. Zakayo alikuwa tajiri, lakini aliachilia baraka zake. Aliachilia mali alikuwa nayo, na Mungu akamuinua, Mungu akambariki, Mungu akamuitanisha ya kwamba huyu naye ni mmoja wa nyumba ya Abrahamu. Mungu atakuita haje, wewe ni nyumba ya nani? Wewe ni mmoja wa wapi? Each and every Sunday unaoga, unakuja kanisani, lakini Mungu anaposimama anakuitanisha, wewe ni mmoja wa nyumba ya Ibrahimu, ama anakuitanisha na nani? Mungu atusaidie, Mungu atusaidie. Yesu akamwambia kwamba huyu ni mmoja, huyu ni mmoja wa nyumba ya wana wa Abraham. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaposimama atakuitanisha na nani? Wewe unaitanishwa na nani wapendwa? Mpendwa, unaitanishwa na nani? Unaitanishwa na nani? Ama unaitanishwa na nini? Unaitanishwa na masengenyo? Unaitanishwa na vitina? Unaitanishwa na nini? Unaitanishwa na nini? Unafananishwa na nini? God help us. Mungu tusaidie. Amen. Amen. Tutafakari mioyoni mwetu. Wakati ambapo unalilia Bwana, wakati ambapo unafungua kinywa chako, inakuwa rahisi sana wakati ambapo unaitanishwa na nyumba ya Abrahamu, sababu unajua ukweli ni kwamba wewe ni mmoja wa nyumba ya Abrahamu. Kulilia Bwana na kumuita Bwana inakuwa rahisi, lakini ukiwa katika ufalme ule mwingine inakuwa ngumu. You are supposed to be delivered. You are supposed to be delivered. Ule mama Mkananayo aliwaambia kwamba mtoto wangu amepagawa. Yesu mwana wa Daudi, nihurumie. Alikuwa anajua the deliverance only is found in Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. The only deliverance, the true deliverance, it is found in Jesus Christ. The only blood ambaye inatukomboa ni ya damu ya Yesu Kristo. Na ndio maana akalia, akasema nisaidie, 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 mtoto wangu analia, mtoto wangu anapagawa. Na Yesu akasema nilikuja kukomboa kilichopotea. Tusimame chukua miguu yetu. Hakuna mwingine